Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza presha kwa Iran kufuatia pendekezo jipya la makubaliano ya kumaliza mzozo uliosababisha vita na vikwazo vikubwa vya kiuchumi, akisisitiza kuwa kukubalika kwa masharti hayo kutafungua ukurasa mpya wa amani, huku akikumbusha uwezekano wa kurejea kwa mashambulizi makali endapo Tehran itakataa. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye jukwaa lake la Truth Social, Trump alisema kuwa iwapo Iran itakubali kile alichodai tayari kimekubaliwa kwa kiasi kikubwa katika mazungumzo ya nyuma ya pazia, operesheni ya kijeshi ya Marekani dhidi ya taifa hilo itafikia kikomo. Alieleza kwa operesheni hiyo aliyoipa jina la Epic Fury imekuwa ya mafanikio makubwa ya kijeshi na kimkakati, huku pia akitaja kuwa kizuizi cha baharini kilichowekwa na Marekani kitafutwa mara moja. Katika ujumbe huo, Trump aliandika kwa msisitizo kuwa kufunguliwa kwa mlango wa Hormuz kutakuwa hatua muhimu ya kurejesha utulivu wa usafirishaji wa mafuta duniani. Njia hiyo muhimu ya baharini, ambayo imekuwa kitovu cha mvutano kati ya Iran na Marekani, itaruhusiwa kuwa wazi kwa mataifa yote, ikiwa ni pamoja na Iran yenyewe, ikiwa makubaliano hayo yatatekelezwa. Hata hivyo, Trump hakusita kutoa onyo kali. Alisema wazi kuwa endapo Iran itakataa masharti hayo, Marekani haitasita kurejea tena katika mashambulizi ya kijeshi, na safari hii kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko awali. Kama hawatakubali, basi mashambulizi yataanza tena na atakuwa ya kiwango cha juu zaidi na kwa nguvu kubwa kuliko ilivyokuwa hapo kabla, alinukuliwa Trump kupitia ujumbe wake huo uliovuta hisia kubwa kimataifa. Kwa upande mwingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitoa kauli inayoashiria mafanikio ya hatua za kijeshi zilizochukuliwa awali. Rubio alisema kuwa operesheni ya Marekani dhidi ya Iran imekamilika na kwamba malengo yote yaliyokusudiwa yamefikiwa, kauli ambayo inatafsiriwa na wachambuzi kama ishara ya Washington kutaka kusukuma zaidi suluhisho la kidiplomasia badala ya kuendelea na mapigano ya moja kwa moja. Tangu kusitishwa kwa mapigano mwezi Aprili, Trump amekuwa akitoa matamko yanayochanganya msimamo mkali wa kijeshi na juhudi za mazungumzo. Mara kadhaa ametoa vitisho vya kurejea vitani, lakini wakati huo huo ameendelea kuruhusu mazungumzo ya siri na ya wazi yaendelee, yakihusisha pia wadau wa kimataifa wanaotafuta njia ya kudumu ya kumaliza mgogoro huo. Mzozo huu umeathiri kwa kiasi kikubwa usalama wa kimataifa na uchumi wa dunia, hasa kutokana na umuhimu wa njia ya Hormuz katika usafirishaji wa mafuta. Kufunguliwa au kufungwa kwa njia hiyo kuna athari za moja kwa moja kwa bei ya mafuta na usalama wa nishati duniani, jambo linalofanya mataifa mengi kufuatilia kwa karibu maamuzi ya Marekani na Iran. Kwa sasa macho ya dunia yameelekezwa Tehran kusubiri uamuzi wa mwisho wa viongozi wa Iran kuhusu pendekezo hilo jipya. Iwapo Iran itakubali, inaweza kuwa hatua kubwa ya kuelekea kumaliza mzozo uliodumu kwa muda mrefu, lakini ikikataa, kuna hofu kwamba eneo la Mashariki ya Kati linaweza kushuhudia awamu mpya ya vita vyenye madhara makubwa zaidi kuliko yaliyoshuhudiwa hapo awali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.